Karibu katika taarifa yetu ya habari za asubuhi zikikuletea matukio muhimu yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na hali ya usalama katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini. Katika vichwa vya habari vya asubuhi hii, mapigano makali yameripotiwa katika eneo la Misambo wilayani Walikale kati ya waasi wa M23 na jeshi la FARDC, huku mamia wananchi wakikimbia makazi yao kutokana na hali ya taharuki. Katika wilaya ya Masisi, wapiganaji wa Zalendo wamefanya operation ya kusafisha maeneo ya Luoki na Nyabiondo na kuwafurusha waasi wa muungano wa M23, huku taarifa zikieleza kuwa baadhi ya wanajeshi wa RDF wamekamatwa. Na hali ya kibinadamu yazidi kuzorota mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na ongezeko la mapigano yanayoendelea kusababisha wananchi wengi kukimbia makazi yao wakihitaji msaada wa dharura. Endelea kuwa nasi katika taarifa hii ya habari kwa ufafanuzi zaidi na matukio haya pamoja na mengine muhimu yanayoendelea ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na pande zote za dunia. Karibu. Katika jimbo la Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya usalama inaendelea kuwa mbaya, huku mapigano kati ya makundi yenye silaha yakiendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali na muhimu ya wilaya ya Masisi. Siku ya Jumatano tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka wa 2026, wapiganaji wa Zalendo walifanya operation kubwa ya kusafisha maeneo ya Luoki na Nyabiondo kwa lengo la kuwafurusha waasi wa M23 wanaotumiwa kuendelea kusababisha machafuko katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani huko Masisi, operation hiyo ilianza mapema asubuhi, huku milio ya mikali ya silaha nzito na nyepesi ikisikika katika vijiji vinavyozunguka maeneo ya mapigano. Mashuhuda wanasema wapiganaji wa Zalendo waliingia katika maeneo yaliyokuwa yakidhibitiwa na waasi hao na kuanzisha mashambulizi yaliyodumu kwa saa kadhaa. Taarifa kutoka kwa wakazi wa eneo hilo zinaeleza kuwa muungano wa AFC M23 ulilazimika kuondoka katika baadhi ya maeneo ya Luoki na Nyabiondo baada ya kushinikizwa vikali na mashambulizi ya Wazalendo. Wakazi wengi walionekana wakikimbia makazi yao kwa hofu usalama wao, huku wengine wakijificha katika misitu na maeneo ya karibu ili kujinusuru na mapigano hayo. Vyanzo vya ndani vinaongeza kuwa katika operesheni hiyo, baadhi ya askari wanadaiwa kuwa wanajeshi wa Rwanda RDF walikamatwa na wapiganaji wa Zalendo. Hata hivyo, hadi sasa hakuna tamko rasmi iliyotolewa kwa pande za Rwanda wala muungano wa M23 kuhusu madai hayo ya kukamatwa kwa wanajeshi wao katika eneo hilo. Kwa upande mwingine, hali ya kibinadamu inaendelea kuzorota katika maeneo ya Masisi kutokana na mapigano ya mara kwa mara, mamia familia zikiendelea kukimbia makazi yao huku wakikabiliwa na ukosefu wa chakula, dawa pamoja na huduma muhimu za kibinadamu. Mashirika ya misaada yanaendelea kutoa tahadhari kuhusu ongezeko la idadi ya watu waliokimbia makazi yao kutokana na vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa kurejea kwa mapigano katika maeneo ya Nyabiondo na Luoki kunaonyesha namna hali ya usalama ilivyokuwa ngumu katika jimbo la Kivu Kaskazini licha ya juhudi mbalimbali za kikanda na za kimataifa za kutafuta suluhisho la kudumu la amani. Jeshi la serikali FARDC pamoja na makundi ya Wazalendo wamekuwa wakishirikiana katika baadhi ya maeneo kupambana na waasi wa M23 ambao serikali ya Kinshasa inaendelea kuwashtumu kwa kuungwa mkono na nchi ya Rwanda. Rwanda kwa upande wake imekuwa ikikanusha mara kwa mara madai hayo. Hadi tunakuandalia taarifa hii, hali ya taharuki bado inatawala katika maeneo ya Luoki na Nyabiondo, huku wakazi wakisubiri kurejea kwa utulivu na usalama katika vijiji vyao. Tubaki huko Kivu Kaskazini ambako mapigano makali yamezuka katika eneo la Misambo wilayani Walikale katika jimbo la Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya waasi wa M23 na jeshi la serikali FARDC. Mapigano hayo yamesababisha hali kubwa ya taharuki pamoja na wimbi jipya la wananchi waliokimbia makazi yao. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo vya ndani, milio ya silaha nzito nyepesi ilianza kusikika tangu alfajiri katika maeneo ya karibu na Misambo, huku pande zote mbili zikijaribu kudhibiti maeneo ya kimkakati. Wakazi wa eneo hilo wanasema mapigano hayo yalikuwa makali sana kiasi cha kulazimisha mamia ya familia kuondoka kwa haraka katika vijiji vyao wakihofia usalama wao. Wananchi wengi wameelekea katika maeneo ya mbali yanayoonekana kuwa salama zaidi, huku wengine wakilala nje bila msaada wa kibinadamu.
Baadhi ya wakazi waliozungumza na vyombo vya habari vya ndani wameeleza kuwa hali ya maisha imekuwa ngumu kutokana na vita vinavyoendelea mara kwa mara katika sehemu hiyo ya Walikale. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa jeshi la FARDC linaendelea kupambana kuzuia kusonga mbele kwa waasi wa M23 ambao wamekuwa wakitajwa kuimarisha uwepo wao katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini katika siku za hivi karibuni. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya waliopoteza maisha au kujeruhiwa kutokana na mapigano hayo. Mashirika ya kiraia pamoja na viongozi wa eneo hilo wanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika kusitisha mapigano ili kulinda maisha ya raia ambao wanaendelea kuathirika zaidi na hali hiyo ya usalama. Kuna hofu ya kuongezeka kwa mgogoro wa kibinadamu kutokana na ongezeko la watu waliokimbia makazi yao. Mapigano katika eneo la Walikale yanaendelea kuonyesha changamoto kubwa ya usalama inayolikumba eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako makundi mbalimbali yenye silaha yanaendelea kupigania udhibiti wa maeneo tofauti licha ya juhudi za kurejesha amani. Serikali ya Canada imetangaza kusitisha kwa muda baadhi ya nyaraka za taratibu za uhamiaji zinazowahusu raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia kuibuka tena kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo ya Afrika ya Kati. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na mamlaka za uhamiaji wa Canada, hatua hiyo inalenga kuimarisha tahadhari za kiafya na kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo hatari ambao tayari umeonyesha dalili za kuenea katika maeneo kadhaa ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Canada inaeleza kuwa maamuzi hayo ni ya muda, huku ikiendelea kufuatilia hali ya mlipuko huo kwa karibu kupitia mashirika ya afya na ya kimataifa. Hatua hiyo imeathiri maombi mbalimbali ya wahamiaji ikiwemo visa, vibali vya ukaazi pamoja na baadhi ya nyaraka za wasafiri wanaotoka Kongo au wale waliowahi kutembelea maeneo yaliyoathiriwa na Ebola katika kipindi cha hivi karibuni. Kwa upande wa raia wa Kongo wanatarajia kusafiri kuelekea Canada, wengi wanaeleza wasiwasi wao kuhusu kucheleweshwa kwa maombi yao, huku wengine wakihofia kupoteza nafasi za masomo, kazi na makazi ambazo tayari walikuwa wamepata nchini humo. Wataalamu wa afya wanaeleza kuwa Ebola ni ugonjwa hatari unaosambazwa kwa kugusana moja kwa moja na maji ya mwili wa mtu aliyeambukizwa. Dalili zake ni pamoja na homa kali, kutokwa damu, uchovu mkubwa pamoja na matatizo mbalimbali ya kiafya ambayo yanaweza kusababisha kifo ikiwa mgonjwa apewe matibabu mapema. Serikali la Afya Duniani pamoja na mamlaka za afya nchini Kongo zinaendelea kuchukua hatua za dharura za kudhibiti mlipuko huo kwa kuongeza kampeni za ufuatiliaji, utoaji wa chanjo pamoja na elimu kwa wananchi katika maeneo yaliyoathirika. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa yanaeleza kuwa hatua ya Canada inaweza kufuatwa na mataifa mengine ikiwa hali hiyo ya Ebola itaendelea kuwa mbaya katika eneo hilo. Hata hivyo, mashirika kutetea haki za wahamiaji yametaka Canada kuhakikisha kuwa hatua hizo hazisababishi ubaguzi dhidi ya raia wa Kongo wanaotafuta fursa za maisha nje ya nchi. Wakati huo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewahakikishia wananchi kuwa juhudi zinaendelea kufanywa ili kudhibiti mlipuko huo kwa haraka iwezekanavyo na kuzuia kuenea zaidi kwa ugonjwa huo katika maeneo mbalimbali. Baada ya kusikiliza taarifa zetu za habari mbalimbali kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au nchi mzima ya Kongo kwa ujumla, basi acha nikuonge moja kwa moja na habari za kimataifa. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tunakuomba basi endelea kuwa nasi mpaka mwisho. Karibu. Dunia, jina langu ni Hamida Abubakar. Serikali ya Uganda imethibitisha visa viwili vya maambukizi ya ugonjwa wa Ebola nchini humo na kufikisha jumla ya watu waliogunduliwa kuwa na ugonjwa huo kufikia watu 7 tangu kisa hicho kugunduliwa siku 10 zilizopita. Waliogunduliwa kuambukizwa Ebola ni wahudumu wa afya nchini Uganda ambao wameajiriwa
katika zahanati moja ya kibinafsi mjini Kampala. Wawili hao kwa sasa wanaendelea kupokea matibabu. Maafisa wa afya nchini Uganda wanaendelea na shughuli ya kuwatafuta watu ambao walikutana na wahudumu hao, na wametoa wito kwa raia nchini humo kupiga ripoti mara moja wanapopata dalili zozote za ugonjwa huo. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya ulimwenguni Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kuchelewa kutambuliwa kwa visa vya Ebola kunaifanya jukumu la madaktari kuwa ngumu zaidi. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo, serikali ya nchi hiyo imesema kuwa visa vya maambukizi vya ugonjwa wa Ebola vimeripotiwa katika mikoa yote ya mashariki inayokumbwa na mzozo wa vita. Hii ni baada ya WHO kuongeza tathmini ya hatari ya mlipuko wa sasa hadi kiwango cha juu zaidi. Serikali ya Kongo imesema mikoa ya Ituri, Kivu ya Kaskazini na Kusini tayari imerekodi visa vya maambukizi ya ugonjwa huo. Mjini Goma, mtu mmoja amebainika kuambukizwa kufuatia uchunguzi wa mahabara, lakini utawala wa eneo hilo haujathibitisha rasmi kuwepo kwa maambukizi ya Ebola mkoani Kivu ya Kaskazini. Zaidi ya watu 900 wameambukizwa ugonjwa huo, huku kukiwa na vifo 170 vinavyoshukiwa kusababishwa na Ebola. Utawala katika maeneo hayo umesema ugonjwa huo umesambaa sana kutokana na mikusanyiko ya watu wakati wa mazishi. Hili limejiri baada ya jamaa ya waliofariki kuteketeza hema za muda zilizokuwa zikitumika na vifaa vya hospitali baada ya utawala wa hospitali hiyo kuwazuia kuchukua mwili wa mtu mmoja kwa hofu ya maambukizi zaidi. Losa Dekanat ni mkazi wa mji wa Beni na amesema hali kwa sasa ni mbaya mno. Hali bado kuwa sawa, hali ingali inaendelea kuwa mbovu. Ugonjwa ya Ebola inaendelea kuteketeza watu wanakufa. Najua ya kwamba hakuna vaccine ambayo imeishaonekana kwa saa hii, na ndiyo shida ingali inakuwa tu nyingi kwa raia. Kuna shida zingine kwa sababu ya watu kutokufahamu vizuri ya kwamba hii ni ugonjwa ambayo inafaa tuheshimu kanuni fulani. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kiongozi wa kanisa la Katoliki duniani Papa Leo wa 16 ameonya kwamba akili mnemba inasababisha hatari kwa binadamu na haipaswi kutumiwa kutekeleza nguvu na mamlaka mikononi mwa watu wachache. Katika waraka wake wa kwanza, waraka wa kufundisha unaoitwa Magnifica Humanitas, Papa Leo amesema kuongezeka kwa ufanisi sio kisingizio cha kuwanyanyasa watu na kutoa wito zaidi kufanywa ili kupunguza athari za akili mnemba kwa mazingira. Pia alisema teknolojia ya akili mnemba haipaswi kutumiwa kwa madhumuni ya kijeshi, akisema teknolojia lazima isiwe chombo cha silaha. Rais wa Marekani Donald Trump amekariri kuwa anataka kuwe na makubaliano yenye tija na Iran au kusiwe na mkataba wote. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio naye amesema Marekani haiwezi kusaini mkataba ambao hautakuwa na manufaa. Tulidhani tungepata taarifa fulani jana usiku au labda leo. Hata hivyo, sidhani kama kuna haja ya kutafsiri jambo hilo kwa uzito mkubwa sana. Inachukua muda kidogo kupata mrejesho. Kwa sasa kuna kile ninachoamini kuwa ni pendekezo thabiti mezani kuhusu uwezo wao wa kufungua njia ya bahari na kuhakikisha njia hizo zinakuwa wazi. Kama alivyosema rais, hana haraka ya kufikia makubaliano, hata kubali kufanya makubaliano mabaya. Lakini katika matamshi yake ya hivi karibuni, Rais Trump pia amehusisha wito wake kwa mataifa ya Saudi Arabia, Qatar na mataifa mengine ya Kiarabu pamoja na Pakistan kusaini mkataba ambao utaruhusu mataifa hayo kuhalalisha mahusiano yao na Israel. Awali Rais Trump alisema ni kwa manufaa ya mataifa hayo kuwa ameipa mazungumzo na utawala wa Iran muda zaidi. Lakini maafisa wa serikali ya Iran wamepuuza uwezekano wa kuwepo kwa mkataba wowote katika siku zijazo. Hii ni BBC. Taarifa
Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Hamida Abubakar. Matangazo haya ya Dira ya Dunia, msikilizaji, yanasikika kupitia FM. Ukiwa Tanzania tegea sikio kupitia Radio Free Africa, Radio 1 na Radio 5. Nchini Kenya ni Nyote FM, Gulf Radio na Must FM. Ukiwa Uganda yanapatikana kupitia Radio Lira, Radio Kitara na Radio Paidha. Na katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Aidha yako kwenye tovuti yetu Facebook na YouTube BBC News Swahili. Jioni uko nami Karorobi na mwenzangu ni David Inki akiwa Dar es Salaam. Kwema huko? Kwema kabisa Karorobi. Habari za Nairobi? Nashukuru, Nairobi kuko shwari kabisa. Kazi kwako. Safi, sana. Karibu sana msikilizaji popote pale ulipo. Tunaanzia Uganda ambapo nchi hiyo imethibitisha visa viwili vipya vya Ebola, ikifikisha idadi ya walioathirika nchini humo hadi 7 katika kipindi cha siku 10 zilizopita. Watu hao wawili walioambukizwa ni wahudumu wa afya wa hospitali moja binafsi mjini Kampala. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, amesema kuchelewa kuripotiwa rasmi kwa mlipuko wa Ebola uliozuka mwezi uliopita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unamaanisha wataalamu sasa wanapambana kudhibiti hali hiyo ambayo imefumuka mno. Zaidi ya watu 200 wamefariki dunia na zaidi ya wengine 900 wameambukizwa virusi hivyo. Zaidi na Victor Kenani. Uganda imethibitisha visa vitatu vipya vya Ebola siku ya Jumamosi, ikiwa ni pamoja na mhudumu wa afya raia wa Uganda na dereva waliokuwa na uhusiano na mgonjwa wa kwanza. Kisa cha tatu kilikuwa cha raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliyekuwa amesafiri kurejea nyumbani kwao. Wote wako hai. Visa vipya vilivyothibitishwa Uganda siku ya Jumamosi vinafikisha jumla ya visa 5 vilivyothibitishwa katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki tangu ugonjwa huo ugunduliwe huko pamoja na DRC Mei 15. Shirika la Msalaba Mwekundu limesema wafanyikazi wake 3 wa kujitolea wamefariki katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi jirani, huku kukiwa na tahadhari kwamba virusi hivyo hatari vinaweza kuenea katika nchi kadhaa zaidi za Afrika. Zaidi ya visa 900 vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola, ikiwa ni pamoja na visa 101 vilivyothibitishwa vimetambuliwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Siku ya Jumamosi, shirika la afya la Umoja wa Afrika lilionya kwamba nchi zaidi barani humo ziko katika hatari ya kuathiriwa na virusi vya Ebola mbali na DRC na Uganda. We have 2 countries affected, 10 countries high risk. Tuna nchi 2 zilizoathirika, nchi 10 ziko katika hatari kubwa, lakini nchi nyingine zote, kwa sababu hazipakani na nchi 2 zilizoathirika, hatuziiti katika hatari kwa sasa. Lakini kutegemea namna mlipuko unavyoendelea, tunaweza kutathmini upya swala hili. Outbreak is moving, we can reconsider this. Jean Kasea, mkuu wa kituo cha kudhibiti magonjwa Afrika CDC, alitaja Angola, Burundi, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Jamhuri ya Kongo, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Sudan Kusini, Tanzania na Zambia. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza mlipuko huo kuwa dharura ya afya ya umma ya kimataifa baada ya virusi kuenea katika majimbo kadhaa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuingia nchi jirani ya Uganda. WHO inasema kuchelewa kugundua ugonjwa huo, kutokuwepo kwa chanjo au tiba maalum dhidi ya virusi, ghasia za silaha zilizoenea na uhamaji mkubwa wa watu vinaifanya Kongo kuwa katika mazingira hatarishi. Mamlaka mashariki mwa Kongo siku ya Ijumaa ziliongeza uchunguzi wa afya katika vituo vya ukaguzi karibu na Bunia, zikilenga wasafiri kutoka mji wa madini wa Mongwalu unaoripotiwa kuwa kitovu cha mlipuko wa Ebola unaohusisha aina adimu ya bundibujo. Katika mkutano wa ngazi ya juu uliofanyika katika mji mkuu wa Uganda, Kampala, siku ya Ijumaa, uliojumuisha majirani 3 wa Uganda, DRC na Sudan Kusini, pamoja na kituo cha kudhibiti magonjwa Afrika CDC, shirika la afya duniani WHO, shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF na CDC Atlanta walipima tathmini ya mwitikio wa kikanda. Wakati wa mkutano huo huko Kampala, DRC, Uganda na Sudan Kusini pia zilipitisha mpango wa vipengele 12 ili kuratibu mwitikio wao dhidi ya mlipuko wa Ebola. Mpango huo unahusisha kuimarishwa kwa ufuatiliaji mipakani, uchunguzi ulioratibiwa katika vituo vya kuingilia, ulinzi bora wa wahudumu wa mstari wa mbele, kupanua uwezo wa maabara, kuboresha usimamizi wa kitabibu na udhibiti wa maambukizi, pamoja na kuhamasisha ufadhili endelevu. Burundi imeongeza ufuatiliaji katika mpaka wao na DRC kufuatia mlipuko huo wa Ebola, ambao kituo cha kudhibiti magonjwa Afrika na shirika la afya duniani zinasema una hatari kubwa ya kuenea katika nchi jirani. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC. Ili kufahamu zaidi kuhusu hali ilivyo katika mkoa huo wa Ituri, awali nimezungumza na Losa Dikana, mkazi na kiongozi wa asasi moja ya kiraia jimboni Ituri.
hali bado kuwa sawa, hali ingali inaendelea kuwa mbovu. Ugonjwa ya Ebola inaendelea kuteketeza watu wanakufa. Najua ya kwamba hakuna vaccine ambayo imeishaonekana kwa saa hii, na ndiyo shida ingali inakuwa tu nyingi kwa raia. Kuna shida zingine kwa sababu ya watu kutokufahamu vizuri ya kwamba hii ni ugonjwa ambayo inafaa tuheshimu kanuni fulani, na ile ndiyo inaomba tukuwe tunafanya sensibilization kwa ngamzi zote, ngambo za serikali, ngambo letu sisi civilian society, kusudi watu wote wafahamu ya kwamba kuna hatari, ni magonjwa ambayo inaweza kuteketeza watu wote tusipofanya angalisho. Umezungumzia hapo kuhusu kutoa hamasisho kwa umma. Hamasisho hilo limetolewa kwa kiasi gani? Kwa sababu tumeona kwa mfano vituo vya afya vikitiwa moto na wakazi wa maeneo kadha wa kadha ya jimbo hilo la Ituri. Kuna wale ambao wanasisitiza wanataka miili ya wapendwa wao waende wazike wenyewe. Kuna wale wanahisi kwa mfano huu ugonjwa umeletwa na watu kutoka mataifa mengine. Ndio, utajua ya kwamba sio watu wote wanao ile mafikiri. Kuna watu fulani hawawezi kukubali ya kama ile ugonjwa ni ugonjwa ya hatari. Wale watu wanapatikana tu katikati kwa society, watu wa namna hivyo wako, na kazi ambayo inafanyika ni kwa lengo la jeshi wanakuwa ndani ya ile uhimizaji. Serikali kwa jumla inajiunga na wale wa shirika la kituo cha afya, nao wanaendelesha. Sisi kama civilian society tunaendelea pamoja na kanisa, wa vijana, wa mama, tunaendelea. Hatuwezi kuacha kwa sababu watu wawili watatu waliamua kufanya jeuri, hapana. Maisha yamebadilika kwa kiasi gani kwa wakazi wa Bunia tangu kuzuka kwa mlipuko huu wa hivi karibuni wa Ebola? Watu wameshikwa na uga, wameshikwa na hofu. Tajua ya kwamba ndege haiwezi kutua sasa Bunia. Ile yote inaleta uoga, inapunguza kabisa kazi watu waliweza kufanya jana wakitembea kwa uhuru. Leo imearifiwa kutoka kwa serikali hata kwa kanisa watu wasikue zaidi ya 15, wakuwe wanekaa mbalimbali, watu wanavaa barakoa. Iko hali watu walikwisha sahau, sasa imerudi tena na inaleta hofu. Jimbo la Ituri kwamba lipo kwenye mzozo wa kukumbwa na uasi kutoka kwa makundi mbalimbali ya wapiganaji, makundi mbalimbali ya waasi. Alafu sasa saizi wamepatikana na janga hili la afya, na liko mbali sana na mji mkuu Kinshasa, na pale ambapo serikali kuu inapoketi. Changamoto ambazo zinawakabili wakazi wa Ituri, lakini vile vile pia wa maafisa wa afya ni kama zipi? Ni kweli Ituri iko karibu kilomita 2000 kutoka kwa Kinshasa, lakini sio mbali kabisa kwa sababu government amekwisha kujiandaa. Tuliona minister wa afya naye alikuja Bunia kuonyesha kwamba sio mbali kabisa. Sasa kwa kukomesha ugonjwa isitawanye pahali pote, ndio wameshika masheria fulani, ndege isishuke Bunia kwa sababu inaweza beba mtu anaonekana vizuri, ana afya tele, na kumbe anagonjwa. Naweza beba ile ugonjwa anapeleka kwa province zingine, kwa jimbo lingine. Hii ndiyo nafikiri mpango ulikamatiwa kwa kupunguza ile magonjwa isiende mbio, na wakati ile government pamoja na wapatna wanaendelea kupiganisha kusudi wakomeshe ile ugonjwa. Tunaona vile vile shirika mbalimbali wa kituo cha afya na warafiki za nchi ya Kongo wanaendelea kutoa msaada fulani kusudi waweze kuvitanisha ile hali ya ugonjwa, na bado ikiangali, lakini tunajua itafika wakati watu watafahamu wote, itakuwa mzuri. Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu jioni leo, zaidi ya watu 220. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu habari ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha tuende kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagua Congo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu ya kila siku ni kuhakikisha tunaletea habari sahihi tena za kuaminika tena kwa muda mwafaka. Basi tukutane katika taarifa zetu za habari za jioni. Asante.